Habari gani mwana michezo mwenzangu, popote pale ulipo nchini Tanzania, nje ya mipaka ya Tanzania. Hapa ni HNT Media ambayo inakuletea taarifa za kimichezo, hasa katika zile taarifa ambazo zimetufikia hivi punde. Moja kati ya taarifa kubwa ambayo kutokana na chanzo changu cha habari kinanieleza kuwa moja kati ya kiungo mshambuliaji wa aliyekuwa kiungo mshambuliaji wa klabu ya Young Africans Stephen Aziz Ki, mara baada ya kuondoka katika klabu hiyo tuliona alitimkia huko Morocco na kujiunga na Wydad Athletic Casablanca, lakini baada ya hapo akaanzisha maisha mapya nje ya Morocco. Kwa taarifa nilizonazo kutokana na chanzo changu cha habari za uhakika kabisa kutoka katika klabu ya Young Africans zinanieleza kuwa mchezaji huyo huenda atajiunga na machampions hao wa Tanzania katika msimu mara baada ya kutamatika kwa msimu huu, kutokana na kwamba yeye mwenyewe ameomba kurejea katika klabu hiyo ya Young Africans. Zipo sababu nyingi ambazo zinafanya Stephen Aziz Ki arejee katika klabu hiyo ya Young Africans, lakini kwa taarifa ambazo tumezipata ni kwamba bado ombi hilo halijapitishwa, ila linafanyiwa kazi na kuchakatwa na viongozi wa klabu hiyo ya Young Africans. Siku za hivi karibuni ilitokea uvumi na taarifa hiyo ilisambaa sana katika mitandao ya kijamii, ikimwonyesha Stephen Aziz Ki ameonyesha nia ya kurudi katika uajili wake wa zamani kwa maana ya klabu ya Young Africans, na taarifa hizo aliweza kuzungumzia msemaji na afisa habari wa klabu ya Young Africans Ali Shabani Kamwe, lakini hakuweza kuweka wazi juu ya taarifa hiyo na ukweli wake. Lakini kwa taarifa ambazo tumezipata kutoka katika chanzo chetu cha habari na kutoka kwa watu wa karibu na viongozi wa klabu hiyo Young Africans ni kwamba ni kweli ombi hilo lipo mezani na linafanyiwa kazi. Lakini pia kocha mkuu wa klabu hiyo ya Young Africans Pedro Gonçalves amepewa CV ya mchezaji huyo na baadhi ya vitu avifuatilie. Kama ataweza kulizika na kiwango chake, basi moja kwa moja Stephen Aziz Ki huenda akarejea katika klabu yake ya zamani, kwa maana ya klabu ya Young Africans, ili kuja kuitumikia na kuja kumalizia karia yake hapo, kwa sababu katika maombi yake amesema kwamba anahitaji muda mwingi kucheza katika klabu ya Young Africans, na muda mwingi anahitaji kuwa karibu na familia yake, kwa maana ya mke wake Hamisa Mobeto. Hayo yalikuwa ni baadhi tu ya vitu ambavyo aliviainisha katika maombi yake yeye mwenyewe Stephen Aziz Ki. Endapo atakubaliwa au huenda atarejea katika klabu ya Young Africans, basi msimu wa 2025-26 utakapokuwa umetamatika, basi Stephen Aziz Ki tutegemee kumuona katika klabu ya Young Africans mwanzoni mwa msimu ujao, kutokana na kwamba kama ombi lake litakubaliwa, huenda Stephen Aziz Ki atajiunga na klabu ya Young Africans. Lakini kwa taarifa nzuri, ama kwa taarifa ambayo Stephen Aziz Ki huenda itamfurahisha zaidi kuona kocha wake wa zamani Abdulhamid Moan amejiunga na klabu ya Young Africans kwa mara nyingine tena. Kwa hiyo inaweza ikawa ni bahati kwa upande wa Stephen Aziz Ki, kwa sababu kocha huyu anajua makali ya mwamba Stephen Aziz Ki, kwa sababu wamefanya wote kazi kwa muda mrefu alipokuwa ndani ya klabu ya Young Africans na nje ya klabu ya Young Africans, kwa sababu amefanya kazi katika timu tofauti na vilabu tofauti ambavyo vinashiriki ligi kuu Tanzania bara. Kwa hiyo alikuwa anamuona Stephen Aziz Ki huenda akawa na vitu vya kumuongezea ama vitu vya kufanya Stephen Aziz Ki aingie moja kwa moja katika kikosi cha Young Africans, endapo Abdulhamid Moan atajiunga na klabu ya Young Africans na akakubali na akamshawishi Pedro Gonçalves kumrejesha Stephen Aziz Ki, basi matarajio ni makubwa kwamba tutamwona Stephen Aziz Ki akijiunga na klabu ya Young Africans katika mwanzoni mwa msimu wa 2026-27 ambao unatarajiwa kuanza kutimua vumbi mapema mwezi wa 8. Lakini katika taarifa zingine ambazo Young Africans zimetufikia hapa
ni kuhusiana na usajili ama tetesi za usajili ambazo zinazidi kuvuma sana ndani ya viongozi wa klabu ya Young Africans, na ni kutoka huko katika klabu ya Al Hilal Omdurman moja kwa moja kwa Guillaume Mugisha, ambaye mchezaji huyu mara kadhaa amekuwa akihusishwa na machampions hao wa Kariakoo Young Africans na tuliona msimu uliokwisha kutamatika katika dirisha kubwa la usajili, Guillaume Mugisha alijaribu kuzungumziwa sana na jina lake likiingia katika tetesi za wachezaji ambao wangeweza kujiunga na klabu ya Young Africans, lakini kutokana na kwamba mchezaji huyo raia wa Burundi alikuwa anamaliza mkataba wake na klabu hiyo ya Al Hilal Omdurman kutoka huko Sudan, ambayo kwa sasa inashiriki ligi kuu Rwanda. Mkataba wake ulikuwa unatamatika, lakini pia kuna baadhi ya vilabu vya Uarabuni walikuwa wameweka fedha na kuweka nia ya kumchukua mchezaji huyo. Kwa hiyo dili la Young Africans akawa kama amelitupa pembeni hivi, lakini kwa sasa inaelezwa endapo kama Engineer Said ataingia yeye moja kwa moja katika dili la usajili, huenda akalinogesha dili hilo na Guillaume Mugisha akajiunga na klabu ya Young Africans mwanzoni mwa msimu ama dirisha kubwa litakavyofunguliwa katika klabu hiyo ya Young Africans. Yapo majina mengi ambayo yametajwa na ambayo yanafanyiwa mchepuo, huenda wachezaji hao wakajiunga na klabu ya Young Africans, lakini kwa sasa majina ambayo tumeyapata na ni ya uhakika kabisa na taarifa zake za uhakika ni Stefan Aziz Ki pamoja na Guillaume Mugisha, ambao hao ndo wanaotajwa kujiunga na klabu hiyo ya Young Africans kwa sasa, kutokana na kwamba nafasi zao ambazo wanazicheza ni kama zinakosa watu ambao wanazitendea haki. Huenda atarejea Stefan Aziz Ki na huenda atasajiliwa Guillaume Mugisha kutoka katika klabu ya Al Hilal Omdurman ya Sudan, na mambo yakaja kuwa mazuri katika upande wa winga ya kushoto ambako anacheza mchezaji huyu, ambapo nafasi hiyo kama imekosa mtu ambaye anaifanyia kazi vizuri. Hayo yalikuwa ni machache kati ya mengi ambayo tumekuandalia siku ya leo, na tunatumai kwamba utaendelea kuwa pamoja nasi na unatufuatilia katika taarifa zetu ambazo tunakuletea, ili sasa wewe kwanza kupata taarifa zetu hakikisha kwamba unabonyeza maandishi ambayo yameandikwa subscribe, lakini pia usisahau kudrop comment yako hapo kuhakikisha kwamba tunaiona comment yako, na sisi pia tunahakikisha tunakupata vizuri kwa wewe ambaye unafuatilia update zetu kutoka katika kila kona ya Tanzania. Hapa ni H-Net Media na milangu jina naitwa Dio. Tukutane katika updates zijazo. Bye bye.